Nitakuwa kwa ufupi. Lakini mzuri tujue. Mbona kifo inatuandama? Bwana wetu asifiwe sana. Na mtatusamehe kidogo. Kwa sababu hii ni boma ya Cheptei. Lazima pia tuongelee lugha yao. Sababu nyinyi mnaishi kwa shamba ya mzee mmoja haliwahi kuwa hapa. Mnafurahia na kufaulu katika hiyo shamba. Kwa hivyo ningependa pia wasikie kwa lugha yao. Sababu mimi mwenyewe natoka huko juu. Mimi ni msupport kwa kabila. Pia mimi wajomba wangu wanatoka hapa chini. Kwa hivyo kwa Bukusu mimi ni mtoto wa msichana. Kwa hivyo ninajua mtanidhamini kidogo. Na kwa hao wa juu mtanidhamini kwa sababu mimi ni mtoto wenu. Kwa hivyo kuna maneno nataka niongee. Hii kifo inaweza kusimamishwa. Lakini sasa watu hawataki kukaa chini pamoja na kuisimamisha. Inawezekana. Huyu Bwana wetu Yesu Kristo yeye ni mponyaji. Yeye amewahi kuponya watu na ikaandikwa katika Biblia. Na mitume waliomfuata waliendelea kuombea watu. Na hata tunaposimama na nyinyi mbele ya leo, Yesu angali ni mponyaji. Kuna watu wengi wanapona. Kuna watu wengi wanafaidikia neno hili. Kwa hivyo kuna jambo nataka niseme. Wandugu zangu wa Saboti, ninajua hapo zamani walikuwa naita Ukristo ni dini ya wamama na watoto. Mimi nataka kuwakataza jambo hilo. Bwana wetu asio sawa. Kwani nimesema uongo? Si wajomba wangu ndio walikuwa wanaleta mambo ya Mungu kutoka hapa chini. Na wazee wetu hawangekaribia. Wangesema ilikuwa ni mambo ya watoto na wamama. Nataka nionye kabila yangu. Hii si mambo ya watoto na wamama. Leo hii juzi tumekuwa tunazika Kopsiro. Nikaona watumishi wa Mungu wengi wa Saboti. Wengine wameweka kala kwa shingo. Wengine wamevaa matai kama mimi. Wengi kabisa. Nataka niwahakikishie kabila yangu, mambo ya Mungu ni sisi zote, si ya watoto. Tunataka watu waende kanisani. Tunataka watu hapa tujenge makanisa na watu wasikie neno la Mungu. Bwana wetu asifiwe sana. Tuache mambo ya kusema ni ya watoto na wamama. Hapana, hivyo ni ya sisi zote. Sisi wote tuliumbwa na Mungu. Kwa sababu ya muda, mimi nataka niingie kwa neno. Na mimi nataka hii kifo tupunguze. Na tunaweza kupunguza. Bwana wetu asifiwe sana. Kama kwa mfano mtu akiamini Yesu, tayari unashinda wachawi. Kwa hivyo kama kuna mtu anakufa kwa uchawi, sio itapungua? Sio itapungua? Bwana wetu asifiwe sana. Kuna ugonjwa wengine ya kutafuta pesa. Mtu anatafuta pesa usiku na mchana, na anajaribu kujilinganisha na mtu mwingine. Sasa anakuwa na mawazo nyingi kuhusu pesa, na hiyo inaleta magonjwa. Hii magonjwa ya ulcers, magonjwa ya pressure, mara nyingi inatokana na mawazo mengi. Na Mungu aliumba watu, alitaka watu wawe na amani na furaha. Hata kama hauna chakula inafaa ufurahi. Hata kama watoto wako hawajaenda kwa shule inabidi ufurahi. Bwana wetu asifiwe sana. Kuna watu kule kwetu juu wanaenda wanakopa magari. Kuna magari yanaitwa Ferrari. Unapata mtu anachukua hiyo gari kwa pesa kidogo sana. Alafu anafukuzwa kila wiki nne, natakana alipe 1200 na kitu.
Huyo mtu hawezi kwenda kanisani tena, kwa sababu mawazo yake yote iko kwa kulipa deni. Mungu anataka watu wawe na amani. Mungu anataka watu watosheke. Mungu anataka watu wakubali hali ambaye amewaweka. Kama alikuweka kuishi milimani kama hapa, wewe furahia. Kwanza mimi napenda hapa sana, sababu mtu hapa hawezi kupata ugonjwa wa sukari, kwa sababu kila siku unapanda mlima. Hawa dada zetu ambao wanaenda Chole na kurudi hapa kila siku, ninawahakikishia hakuna ugonjwa wa sukari. Bwana wetu asifiwe sana. Tunaambiwa lifestyle ya mtu inasababisha magonjwa mengi. Lakini sasa nataka niingie kwa neno. Hii ndio neno la Mungu. Hatuna kitabu kingine tena. Haya makanisa yote yanaweza kuwa na vitabu vyao, lakini kanisa, kitabu ambayo Mungu atasimama naye siku ya hukumu, wa ndugu zangu na wadada zangu, hii kitabu inaitwa Biblia. Hakuna kitabu kingine. Hakuna kitabu ya neno itasimama. Hakuna kitabu ya Friends itasimama. Hakuna kitabu ya Katoliki itasimama. Mungu atahukumu dunia hii na Biblia. Kwa hiyo kama hutakubaliana na Biblia, mimi ni mtumishi wa Mungu, nitakuambia shauri yako, itakuwa ni shida yako, sababu siku hiyo ikifika, Mungu atafungua kitabu chake na atahukumu dunia mzima kulingana na neno lake. Kwa hivyo kwa nini kifo ikaja? Mungu hakuumba watu wa kukufa. Kukufa imetokana na kutokukubali neno la Mungu. Hiyo ndio jambo ambalo nataka tuzungumzie leo. Jamani, tutulie. Unaweza kupata msaada maishani mwako. Sisi pia Mungu ametuinua, tuko na wahubiri, tuko na maaskofu, ndio huyo mmoja wa hapo nyumbani. Sio kama zamani. Wajomba wangu ndio walikuwa wanakuja kuhubiri hapa. Hao walikuwa wanatoroka tu kwa msituni huko. Wamama ndio walikuwa wanapokea watumishi wa Mungu. Leo hii sasa sisi pia tuko, tunawaambia Mungu wako. Iko shida hapa. Hii ni mkutano ya Afrika. Inatakana watu wote waje hapa, tumpe heshima zake za mwisho. Bwana wetu asifiwe sana. Lakini nyinyi ambao umekaa, nyinyi ndio mmekuja kulia Afrika. Kuna maneno mengi sana. Wengine wameenda kwa chakula, wameenda kwa nini? Hawajui ya kwamba, hebu tusikie mhubiri kidogo, atuambie tutafanyaje ndio tuepuka mambo haya. Bwana wetu asifiwe sana. Ile wanawake, ile wasichana ya boma hii wanashughulikia wamezao wakule vizuri, si ndio? Kukula vizuri ni hapa. Huyo mume wako akikula hii neno vizuri, ataenda kukupenda nyumbani. Bwana wetu asifiwe sana. Nataka nisome neno sasa. Bwana wetu asifiwe sana. Alafu tutaenda hivyo tumalize. Na mtanisamea kama nitakukwarua kidogo, unisamee tu. Sababu ukienda kwa daktari, wale wanaosafisha vidonda hawapembelezi kidonda, wanapanguza kabisa na kufinya kabisa. Lakini ukipanguza juu uzaa itafanya ndani, na uzaa ikifanya ndani, hiyo kidonda itaendelea kupanuka. Mtanisamea jamani. Na tangu zamani watumishi wa Mungu wanachukiwa wakati wanasema ukweli. Hiyo ndio kwa sababu Stefano alipokuwa anapigwa mawe, alipigwa mawe kwa sababu ya maneno mabaya. Alipigwa mawe kwa sababu ya kusema maneno ya ukweli. Kwa mfano nikisema leo mwanamke anaoleka mara moja,
Wetu kwa kotare. Hawezi kuacha mume wake na kwenda kuoleka pale nyingine. Hiyo wahubiri wengi hawaongelei. Wanaenda wanaombea hata watoto ambao hawajulikani baba yao. Mimi nasema wahubiri, mama akikuja na mtoto ambaye hana baba, usikubali, kwa sababu inaweza kuwa ni laana na itaharibu nyumba yako. Kama pengine huyo mtoto amezaliwa chwe kwa soko ya viazi, halafu wewe unawekea mkono. Katika Biblia mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa ilikuwa ni miaka 40. Hawezi kanyaga kanisa. Leo hii si wengi wanazaliwa chwe. Nyinyi mnacheka Humphrey amelala vizuri sana. Amelala, mtu wako anatafuta ati wapi mtoto ya nje. Sisi tunakubali mambo ya watoto ya nje. Tunakubali watoto ya ndoa. Watoto ya nje ni haramu. Sasa wale kukiga kurua gari la matanga. Sasa ni nani anakubali maneno ya kuleta watoto wakati ya matanga? Wanaleta siku ya matanga. Mtoto alikuwa huyu. Huyo mtoto hatapata urithi. Manyoreno kandishe. Ule mama atamfukuza. Nakupatia biashara. Wacha azaliwe kwa nyumba ya ndoa. Azaliwe kwa ndoa. Anapata umiliki wa shamba na kila kitu. Hatutaki watoto ya kuletwa siku ya matanga. Hiyo ni watoto ya uchafu kabisa. Haingepaswa hata kuleta hapa. Ni jambo la aibu. Katika Biblia ilikuwa ni laana. Ilikuwa ni laana. Mtoto ambaye anazaliwa nje ya ndoa. Hiyo kwa chwele ni ngumu sana. Mimi naongea kwa sababu tuko mlimani. Chwele hawezi kubali hiyo. Sababu wanawake wengi wanaishi chwele hapa. Wameenda nyumba karibu mara ngapi? Sasa unataka kunipiga mawe? Wewe piga mimi mawe. Hata Steven alipigwa mawe. Mitume wote walipigwa mawe. Paulo alichinjwa kwa sababu ya ukweli. Mimi nasema mambo ya ukweli, ambaye siku moja Bwana kama atakuja utafaulu ndugu yangu ama dada yangu. Kwa hiyo nataka niseme hii kifo ilianzia wapi? Kwa sababu gani kifo ikaingia? Lazima tujue. Sio mzuri tunazika mtu tunaenda. Unaona katika kila kikao watu wanakaa. Hata sasa tukumaliza hii matanga, wale kamati wenye walikuwa wanafanya hii na kuanza kusema ni wapi tulikosea. Lakini mbona hamwezi kukaa kuhusu kifo? Na kusema hii kifo imetokana na nini? Mbona inatuvata? Hata wazee wa zamani wanashinda nyingi. Wazee wa zamani kifo ikifuata uko fulani, wanaamua kuchinja hata mbuzi ama nini, wanafanya maneno fulani na kusukuma hiyo. Leo hii watu hawasukumi, wanakuja kukula tu, kufurahi tu na kupiga muziki. Hata pengine kuna mtu jana hapa alienda na mke wake. Sisi tumekuja kuomboleza. Biblia inasema tumekuja kwa boma ya matanga kuomboleza. Lazima tuwe na huyo mama tumwambie pole. Ni mambo ya zamani kwenda kwa boma na kufariji. Siku hizi ni muziki wa siku yote. Iko siku tulikuwa na matanga mahali fulani, tukasema jamani hakuna muziki. Vijana karibu wamaliza sisi, wanaanza kulinga mawe. Tunataka muziki. Hawaombelezi. Wadada mnasikia huko? Sasa nataka tuzungumzie mambo ya kifo. Na tunaweza maliza hii kifo leo. Kwa sababu Yesu ni mponyaji. Yesu ni Mungu. Lakini kifo ilitoka wapi? Jamani, nani atakuwa karibu anisomee? Tunataka tusome Mwanzo wa kifo. Watu wanaogopa kitabu cha Mwanzo. Watu wanaogopa kitabu cha Ufunuo. Hizo vitabu mbili ndio inahadisia Biblia hiyo. Hii Biblia inaweza kujumulishwa kwa mambo machache sana. Mungu baada ya kuumba ulimwengu akafanya kila kitu sawa, akaweka Adam pale. Ndio tunataka tusome hapa, tujue kitu gani litendeka ndio kifo ikifika.
Si ni mzuri tujue? Ara magaram nyingeti. Na ili tukijua tutafuta dawa ya kumaliza. Kumita sakitede niki wande. Bwana wetu asifiwe sana. Kama kajadeja. Ukiwa mgonjwa unaenda hospitali wanafanya hivi. Siku hizi hawatibu watu kama zamani. Kelema kinya irabiko kuge. Wakati wetu brother Richard Araba. Daktari alikuwa anabahatisha. Leo hii paka uingie katika mahabara. Haji kwa nyingaji katika portamba hakikishe kwanza ndio wakutibu. Kinget korana portamba. Sasa leo hii mtu anakufa, watu wataki kupeleleza kutafuta nini. Naraudi pekupi wametamana kongote. Mimi nataka niwaambie kile kilileta kifo. Amatamba wana neni ki mek. Bwana wetu asifiwe sana. Jamani Jamani mnivumilie kidogo. Kama unajua ulikuja kwa ajili ya kuzika ndugu wetu. Hata kama hakukuwa na mtoto. Hata kama hakukuwa na kanisa. Yeye ni mwanadamu kama mwanadamu. Anastahili kupewa heshima yake yote. Kwa sababu kifo ni aina moja tu. Kina Kibaki walilala. Kina Moi walilala. Na hata Humphrey amelala. Haina utofauti. Wote wanarudishwa kwa mchanga. Kwa hivyo naomba heshima ya mwisho. Tumpe heshima kwa ndugu wetu. Tusikize utuba ya nini? Ya mazishi yake. Nashukuru kwa nyinyi ambao mnasikia. Sasa tutafungua kitabu cha Mwanzo. Ndugu alafu na. Nashika microphone. Fungulia hapo. Hapana kitabu na. Tunataka tusome Mwanzo. Si tujue mahali kifo ilianzia. Si ni mzuri tujue. Kitu gani ilileta kifo? Tunataka tuone Mungu anasema nini. Bwana wetu asifiwe sana. Sawa, wacha nisome. Nisaidie kushika. Mwanzo 2 kuanzia 15. Bwana Mungu akatoa huyo mtu. Akamweka katika bustani ya Edeni. Ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi ya mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Jamani mnasikia? Hiyo ndio habari ya mwanzo huko. Bwana wetu asifiwe sana. Mungu aliumba mwanadamu. Alimuumba mwanadamu ambaye hawezi kufa. Lakini sasa akampa masharti. Bwana wetu asifiwe sana. Mungu hawezi kuhukumu watu bure. Atakuonya hata siku ya leo atakuonya. Lakini wewe utafanya ugaidi tu. Lakini Mungu anakuonya. Mungu hakuua Adamu bure. Mungu alimpa Adamu njia ya kufanya. Akamwambia nimekupa kutawala dunia hiyo. Adamu hakukuwa mchezo. Adamu angesema mimi niende sahi Amerika anafika. Adamu anaingia kwa maji, anaingia kwa mkubwa wa samaki. Akiingia bustanini yeye ndio mkubwa wa wanyama. Adamu alikuwa na cheo kubwa sana. Na Mungu akamwambia waweza kula matunda yote ya bustani. Lakini matunda hii ya mema na mabaya usikule. Siku utakula. Mungu akasema nini? Turudie wote. Mungu akasema nini? Utakufa. Hapo ndio chanzo ya nini? Kitu gani litendeka hapo? Hebu nifuata kidogo. Ni kukataa kutii neno la Mungu. Adamu alikataa kutii nini? Neno la Mungu. Basi kifo ikaingia. Sasa mimi nauliza, leo kama utakataa kutii neno la Mungu, utaishi? Hapana. Uwezi. Bwana wetu asifiwe sana. Hebu tuende mbele kidogo. Univumilie jamani. Kwa sababu hakuna siku ingine tutakuwa na mkutano kama huu. Hii ni mkutano ya Humphrey. Watu wengi wanasema hajakuwa na mtoto. Kuna watu kama kina Paulo hawajakuwa na mtoto. Na wameonekana katika ufalme wa Mungu. Mtu akioa anaingia kwa shida.
Kwani iko raha kweli? Mitangara keshe. Huyu dada alioleka sasa ndio hiyo mashida iko hapo. Mani kiyoje checha ni kama sijaoa, si mimi naenda peke yangu. Yo mana keshe watu kuita watu wa Msumba. Wa Msumba ni sawa. Sidanya ainega ngitori ni karani. Shida yote. Mabana nyali taka. Yesu mwenyewe Bwana wetu alikuwa Msumba. Ku Yesu mteu maneno diski yake ngapikia kwenda kuoa. Mana keshe. Siku hizi kuoa hizi watu wa vijana wengi wanakufa. Raul keshe kubaga jabi. Si watu wanakunywa sumu katika hizi manyumba. Si watu wanashikaniana makisu katika manyumba. Hakuna kitu kizuri chini ya jua. Hata ukipata mali yote ina shida yake. Bwana wetu asifiwe sana. Ruto alilianga juzi kiketi. Anaenda kwa kila kanisa na leo si maneno ni mingi. Mwenye anafanya nini? Usitamani kitu ya dunia hii. Hakuna kitu kizuri hapa. Lakini kama utatamani mbinguni, kuna mambo mazuri. Wacha nikimbize. Bwana wetu asifiwe sana. Haya, Mwanzo 3. Niko namaliza Biblia nzima sasa. Kwa dakika 15 Biblia itakuwa imeisha. Tumepata kuona nini? Walimwambia Adamu, siku utakula utafanyaje? Kwa hiyo hebu tuone ilikuwaje. 3 inasema hivi, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu. Mnasikia jamani? Hiyo ndio maneno ya kifo. Baba ya shamba hii Chebute alisema pengine jambo fulani. Anatokezea katikati na kusema ati alisema nini? Alisema kila alichosema. Kwa hiyo nyoka alikuwa mwerevu. Watu wengi hawajui, hata watu wa makanisa. Hiyo nyoka hakukuwa nyoka ya nyasini. Alikuwa anaitwa joka. Na huyu mnyama alikuwa anafanana na mwanadamu. Mtu ambaye hajaenda kanisani anajua. Wabukusu wanajua walikuwa anaitwa linani. Ilikuwa inaitwa linani. Kwa sababu inaitwa kaba mchi. Huyo mnyama alikuwa karibu na mwanadamu sana. Na alikuwa mwerevu kuliko wanyama yote. Yeye alijua kile mwanadamu akifanya atakufa. Bwana wetu alivyo sana. Huyo ndiye akakuta mke wa nani? Wa Adamu. Mambo ya wanawake natembeanga chwele. Natembea chwele mpaka narudi saa mbaya. Utakutana na joka huko. Kama vile Hawa alikutana naye akadanganywa. Biblia inasema mwanamke alifanyaje? Wadada, Biblia sio mimi. Biblia inasema nini? Mwanamke akafanyaje? Hebu tusome. Haya. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mituni aliyofanya Bwana Mungu. Akaambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulioko katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Hebu sikia joka akamwambiaje? Hakika hamtakufa. Mungu alisema nini? Hakika mtakufa. Shetani ndani ya joka akasema hakika hamtakufa. Jamani, mnaona vile mchezo hiyo inakuwa? Badala ya kukaa na mambo ya baba yako, unakutana na mtu barabarani anakushawishi kinyume cha maagizo ya baba yako. Hiyo ndio ilitendeka, ndio kifo ikaingia. Mwanamke aliposikia kumbe hatutakufa, tutakuwa werevu, tutaenda chwele na turudi usiku.
Mimi naongelea Chwele kwa sababu Chwele ndio karibu. Nikiwa wapi naongelea Nairobi. Nikiwa Uganda naongelea Kampala. Hii miji kubwa kubwa yote inabeba mashetani. Hata Bishop makanisa yetu yenye iko hapa. Usikubali wachanganyane na makanisa yenye iko Nairobi. Wataua kanisa yako. Wale hawafundishi neno la Mungu. Kazi yao kutafuta pesa. Na Biblia ilisema tulipewa bure tupeane bure. Bwana wetu asifiwe sana. Hata nisiende hivyo itaenda. Nataka tu tujue kwa sababu gani kifo hiki. Na tutafanyaje ituache. Bwana wetu asifiwe sana. Shetani ndani ya nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Bwana wetu asifiwe sana. Twende 13 hapo chini, tunaona Bwana anakutana na huyo mwanamke. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya. Ndio mkuzo akasema, waveishanga umukasi. Waveishanga sini. Unaambia tu mimi niko na lori 5. Unachange shilingi 1000 unafanya iwe 50. Unatoa ishi kwa mfuko. Wengi wanaoleka hivyo. Lakini zamani hata sisi Wabukusu na Wasokoti ilikuwa tunaenda kuuliza baba, hiyo bomba tunaoa? Wakikwambia hapana, usingeweza kwenda. Lakini leo Chwele hiyo iko mambo ya kuuliza bomba. Unaleta mwanamke kufika hapa naita mama yako nyang'au. Na vijana wenyewe wamenyamaza, hawezi ongea. Msichana tu ametoka Chwele anatukana mama yake paka anakusukuma paka huko. Ona hiyo kijana amenyamaza hivi. Biblia inasema mwanaume asiyeweza kutunza kwake yeye sio Mkristo. Leta huyo mwanamke kwa akili yake timamu. Bwana wetu asifiwe sana. Kitu gani natendeka hapo? Bwana wetu asifiwe sana. Wacha nimalizie hapo Biblia. Sitawakaisha jana. Lakini si mko mnapata? Kitu gani nileta kifo? Kukataa neno la Mungu. Sasa leo hii ukikataa neno la Mungu utapona. Kama Mungu hakusamea watu wa Sodoma, kama Mungu hakusamea wale watu wote, hata wakati wa Nuhu watu wakaangamia na maji, leo hii dada, Mungu atakusamea? Hawezi. Hebu tuone. Mwanamke akaambiwa nini? Hebu sikia. Niko namaliza. Bwana wetu asifiwe sana. Angalia hiyo kitu inaogopa maneno. Maneno nataka ifikie watu. Hiyo ni kazi ya shetani. Anatupa kitu na anataka kuivuruga tena. Sawa. Bwana wetu asifiwe sana. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda. Hoja, sikia. Kumbe huyu nyoka hakukuwa anatembea na tumbo. Sasa baada ya kulaana huchuba, akaambia kuanzia leo utafanyaje? Si ndio anaendea chini? Akaambia nimeweka uadui kati ya watoto wa huyu mwanamke na watoto wake. Mkikutana hata kama ni nyoka kidogo kama hiki, wanaume 50 watazunguka hapa na marungu. Aliingia wapi? Aliingia wapi? Aliingia wapi? Na ni kidogo tu. Hawatalala kwa nyumba siku hiyo. Unajua kwa nini? Ni uadui ambaye Mungu aliweka kati ya mwanadamu na nani? Akamwambia ukimpata konge. Akaambia pia watoto wa Adamu ukimpata piga kichwa.
Mtu akipata nyoka leo unafanyaje? Vile Mungu alisema. Maneno ya Mungu ni kweli. Wewe akaambia nini mwanamke? Wanawake hawataki hapa. Wengi niko kwenye neno la Mungu. Wanawake hawataki. Wewe wanawake mnasema hiyo kitu izimwe. Angeleza hiyo kitu. Bwana wetu asifiwe sana. Haya. Yesu wapi hapo? Ndio. Nami wapi hapo? Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Kwenye mbangani mako jibunyoni tukaruta logo gugi akao logo kap. Ndio watoto wa nyoka, si ndio? Na uzao wako huo utawaponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, sikieni sasa, Mungu mwenyewe anasema. Akaambia mwanamke nini? Siku hizi watu hawataki kusikia hiyo, iko kwenye neno la Mungu. Huwezi ukafuta hata ufanye nini. Biblia zote ambazo ziko katika makanisa haya iko na hiyo maandiko. Akaambia nini mwanamke? Hebu tusikie. Iko na maliza jamani. Akaambia nini mwanamke? Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto. Hiyo imebadilika hata kama umeokoka. Iko kuokoka. Kwa hiyo hata ukiokoka mpaka Roho Mtakatifu na nena na wewe. Saa ya kuzaa lazima usikie uchungu. Usilete mambo ya kuokoka kwa neno la Mungu. Mungu amesema, hakika nitakuzidishia uchungu na utazaa kwa maumivu. Alafu anamalizia nini? Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Nani anasema hiyo? Mimi ndio nasema. Si ni Biblia? Inasemaje? Mwanaume atafanyaje? Siku hizi mnasema ati tuko sawa. Endeleeni, mmerogwa. Hili ni neno la Mungu na haiwezi pita. Ati tuko sawa, ati Roho ya Mungu imeshukia sisi wote, ati tuko sawa. Huyu ni Jehova Mungu mwenyewe anasema. Na uchungu ya kuzaa haijakoma. Sasa kutawala itakoma namna gani? Na yote imeshikanishwa pamoja, ya kwamba utazaa kwa uchungu, alafu tamaa yako itakuwa kwa mume wako, alafu mume wako atafanyaje? Wabukuzi wanasemaje? Mwanamke kwa zina. Bwana wetu asio sana. Wabukuzi wanasema kuruka ni kufanya nini? Tawala. Sikutawaliwa. Nani amesema? Si ni Mungu mwenyewe? Kama unakataa utawala, wacha kwenda kanisani. Kama huwezi kuheshimu mume wako, usiende kanisani. Hakuna mahali unaenda. Leo hii umesikia, hata kama mume wako anachoma makaa, hakuna mume mwingine wako isipokuwa ni huyo peke yake. Wewe msifu, wewe muenue, kwa sababu huyo ndio mume wako. Biblia inasema nini? Huyo mume atafanyaje? Atakutawala. Wacha twende kwa Adamu. Tunamaliza jamani. Mungu atashika hali hizo zote, kwa sababu mambo haya lazima msikie. Kitu gani lileta kifo? Ni kukataa kutii neno la nani? La Mungu. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiza sauti ya mke wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa umesikia sauti ya nani? Na watu wengi hapa wanasikia sauti ya mke wao. Unajua hata kanisa ni mke.
Ngatangana kanisa tuko kwa kile. Biblia inasema kanisa ni nini? Ni Mungu. Wewe bila kanisa tuko kuna? Na watu wengi wanafuata mambo ya kanisa. Ndabiga jijangi. Mimi ninawaambia, amwagani hakuna kanisa itasimama na siku ya hukumu. Mimi kanisa niko kwa hizo kwa Biblia moja hii. Biblia nyingine ambayo iko kwa hii makanisa yote. Mimi nataka nisaidie tu. Mungu atasema, leteni hiyo Biblia ni wahukumu kulingana na hiyo. Ulibuna Biblia akumu kurutagana. Adamu akaambiwa, ngoja adambele. Kwa sababu umesikia sauti ya mke wako. Wige chini ngalega korge mungi. Kitu gani itafanyika? Nyenye mabiega. Ukala matunda ya mti ambayo nilikuagiza nikisema usiale. Wewe mami kapketi nikiamua yule mnaitapingia. Ardhi imelaaniwa. Hige tu tange kwa ajili yako. Ambunyi. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Ambomo ni ndo mea amiga yodugu. Na mchongoma na miba itakuzalia. Ndo gedi dudugule maguyu. Nawe utakula. Dangini mea mishe. Mboga za kondeni. Amiga bole bogoni. Kwa jasho la uso wako. Ambugi yotika utakula chakula. Kumea mishe. Hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana huu mavumbi na kwa mavumbi utarudi. Mumejua sasa ni kitu gani ilisababisha kukataa kutii neno la Mungu, ikaleta kifo mpaka siku ya leo. Hata tulaumu mchawi, hakuna kitu mchawi anafanya. Hata tukilaumu sukari, hakuna kitu sukari anafanya. Mambo haya ina chanzo yake. Chanzo yake ni kutokutii neno la Mungu. Nataka nisome kitabu ya mwisho alafu tuendelee kumaliza. Fungua kitabu cha Ufunuo. Kitabu ya mwisho. Sasa Mungu anaongea na watu wanaitwa Wakristo. Sasa Mungu sasa kitabu cha Ufunuo anaongea na watu wanaitwa nini? Wakristo. Mungu alikuwa anaongea na Adam na Hawa. Na joka. Leo hii katika kitabu cha Ufunuo anaongelea wale walio wake ambao wamekombolewa kwa damu. Sio kanisa inakukomboa. Mimi nachukia hata kusikia kanisa. Hata nikiona mtu akitaja ati kanisa langu sisi ni fulani nachukia. Kwa sababu hii kanisa ilikuwa na mwanzo, lakini neno la Mungu halina mwanzo. Na hapo ndipo tunaenda. Bwana wetu asifiwe sana. Namaliza tu jamani. Lakini mzuri situjue. Ufunuo 19. Mwanga ndio matakasa kwa 22. Tutema kwa hii. Inamaliza jamani. Bwana wetu asifiwe sana. Kama ulikuja hapa zilikuwa ni siku ya amri. Sisi tulikuja kwa sababu ya amri. Maana kaka kwa mngana kama. Heshimu amri, wacha kulalamika. Nyabana ke kwa nyana bure mkutano hii ni ya amri. Watu ya amri. Na lazima ni mkutano ya ubiri, sio wanasiasa. Watu tuedi ni bamtu hai. Wengine wakuje waseme kidogo. Kuparaka tena. Lakini mapasta waseme maneno. Sababu hawa ndio wanajua kifo ni nini. Kuyeje watu wangarena mimi kukune. Kwani chief anajua kifo? Ingarajibu. Yeye anajua kupanda miti na kupanda mahindi. na watu wache pombe. Lakini sisi tunaongelea mambo ya ndani sana ambayo mtu wa kimwili hawezi. Bwana Yesu akaambia Petro, damu na nyama haikukufunulia hii. It doesn't take education. Lakini baba yangu aliye juu amekufunulia. Bwana wetu asifiwe sana. Basi tunamaliza kitabu sasa. Biblia inaisha. Shida ya Biblia ni nini? Kutokumtii Mungu. Sasa Yohana hapa Yesu anaandika hii kitabu cha Ufunuo. Iliandikwa Ufunuo wa Yohana. Lakini ingeandikwa vizuri hivi. Ufunuo wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa Yohana. Yani anafunua Yesu Kristo. Yohana aliambiwa andika kile unaona na kile unasikia. Kwa hivyo ufunuo ni ya nani? Sasa Yesu anasemaje? Namshuhudia kila mtu asomaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yoyote akiyaongeza
Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa wapi hapo? Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Mungu alibariki andiko. Bwana wetu asifiwe sana. Baada ya Kristo kuja kufa, alihubiri akawawa. Shetani akafikiri amemmaliza. Siku ya tatu Yesu akafufuka, akatuletea ushindi ya kwamba ikiwa tutamwamini yeye hatutakufa. Wewe Yesu akafufuka, akaanza kuandika habari zake. Mwisho sasa anafunga kitabu, anasema namshuhudia kila mtu asomaye unabii wa kitabu hiki, mtu asiongeza hata neno moja, wala mtu asipunguza hata neno moja. Lakini nauliza leo, kama mtumishi wa Mungu, mambo ngapi watu wameongeza hapa? Mambo ngapi watu wameongeza hapa? Mimi nasema hii maneno, mimi sijakuja hapa kupatana, mimi nakuja hapa kuambia ukweli. Ili siku hiyo sauti yangu itasikika, na kwamba Pastor Chemeso alisema jambo fulani. Vitu ngapi vimeongezwa wandugu? Bwana wetu asifiwe sana. Niliwahi kuona mhubiri mmoja anaombea mwanamke mmoja. Huyu mwanamke ameweka rangi kwa mdomo, ameweka msalaba kwa masikio, amevaa longi ya jinsi imeshika mwili nyama yote. Na Biblia inasema nini? Amtazamaye mwanamke kwa kumtamani anafanya nini? Amelala naye. Wewe mwanamke unayevaa vibaya, unalala na wanaume kwa hii barabara kufika Chwele, hiyo iko katika maandiko. Biblia ikasema nini? Wanawake wafiche uchi wao, wavae manguo ya kusitiri uchi. Hiyo ni Biblia. Iko katika Timotheo. Wangapi wanakubali hiyo? Wachungaji wangapi wanaweza kuhubiri hiyo? Na iko katika neno la Mungu. Wamama lazima wavae vizuri. Mimi katika matanga naambianga Waislamu watasimama na nyinyi. Hawa wamjui Yesu, lakini wanavaa vizuri. Siku hiyo watasimama na kusema na huyu pia anaenda wapi? Nyama yote iko nje. Na unajua nyama ya mwanamke inakaranga akili ya mwanaume. Nasema uongo? Nasema uongo? Bwana wetu asifiwe sana. Mwanamke aliumbwa kwa namna ya kutamanika. Ndio ukiona mwanamke akiwa anaamka akifika mwaka 17, 18 anakuwa mrembo ya ajabu. Hakuna mwanamke ya mwaka 18, 17 ati ni sura mbaya. Ngoja afike rika yangu atakuwa sura mbaya. Lakini akiwa 17, msichana yeyote ni mrembo ya ajabu. Alifanywa hivyo ili adanganye ulimwengu. Bwana wetu asifiwe sana. Mimi nasema uongo? Wanaume wangapi wameishia Chwele? Kuna mkulima yetu mmoja alikuwa mpanzi wa kahawa huko. Akafika Chwele akakuta mwanamke wa aina hii. Akachukua huyo mwanamke, akaishi nayo, akatoa pesa yote akawa akanunua plot, akajenga nyumba. Alipomaliza mwanamke akasema ni jamaa alipata stress mpaka akalala. Bwana wetu asifiwe sana. Ndio Mungu akasema wanawake wafiche nini? Uchi wao. Kuna mama hapa na heshimu. Kuna mama amekaa kando pale na Biblia. Hata kama utamcheka, hivyo ndivyo Mungu anataka wamama wakae. Bwana wetu asifiwe sana. Juzi watu wanalia ati naitwaje hiyo kitu?
Hii vijana naitwaje hii? Yes. Gen Z. Kala kebra Gen Z. Watu wanalia. Mimi nasema sisi wenyewe ndio tumezaa Gen Z. Ndio kwa nini kesi Gen Z? Mtoto anazaliwa mdogo. Anaona uchi wa mama yake mpaka mwisho. Kasa wanauka matapata mama amerarua nguo mpaka mtoto mwanaume. Akile February ndio mnasikia unapata mtoto amerudia nani mama yake. Kwa sababu gani? Mama yake anatembea uchi. Biblia ilisema wamama wafiche uchi wao. Hiyo ni Biblia. Hiyo katika Timotheo wa kwanza 2 kuanzia 8. Utapata mambo hiyo hapa. Bwana wetu asifiwe sana. Narudi hapa na malizia. Vitu ngapi watu wameongezwa wandugu? Paulo alisema na nao mimi kikoni. Sitaki kesho isemekane sikusema. Pilato akanao mikono. Kwa sababu mke wake alimwambia wachana na huyo mtu. Wachana na huyo mtu. Huyo mtu hana hatia. Pilato akanao mikono. Paulo akaja akasema hata mimi na nao mikono. Nimewahubiria utajiri wote.